Karibuni tena katika kipindi hiki cha Ndani ya Michezo, kipindi ambacho kinaletwa kwenu na Dimbani Connect ambao ni sehemu ya taasisi ya habari ya The Chanzo. Kipindi hiki kinakujia kila wiki kikijadili masuala mbalimbali yanayojitokeza katika michezo, ndani na nje ya uwanja. Tunaongea na watu mbalimbali kama viongozi, walimu na watu wengine kama wanasheria ambao ni wadau katika michezo. Na leo hii nimeamua niongee kuhusu kamati ya maadili ya shirikisho la soka la Tanzania TFF. Labda kabla ya kuongea hiyo ningependa kwanza nizungumzie kidogo kwa nini nazungumza hivyo, alafu baadaye tuje evolution ama kuanzishwa kwa hiyo kamati na baadaye mambo ambayo yamekuwa yanaendelea. Kila mara napata maswali kwamba bwana, wewe ulikuwa katibu mkuu pale shirikisho la soka Tanzania, hasa kwa nini unakuwa uko voko? Kwa nini unazungumza matatizo ambayo yanajitokeza kila mara pale? Kwa nini usiende kwa viongozi kawaambia kwamba haya matatizo wakayasolve bila kuweka public? Lakini nawaambia kwamba hiyo ni wajibu kama mdau wa soka, kama Mtanzania, kama mkereketwa, ni lazima nizungumze vile ambavyo naona vinaenda kinyume na matarajio ya wengi au kinyume na utaratibu. Utakumbuka hata Mwalimu Nyerere alipotoka pale Ikulu, bado alikuwa anazungumza masuala ya uendeshaji wa nchi na akazungumza public kabisa kuambia kuna kasoro hii, kuna Ikulu kugeuzwa soko pale, kuna vitu vingine vingi. Kwa hiyo ukikaa kimya unaona matatizo yanafanyika pale, maana yake unakubaliana na ule uozo na unaubariki, kitu ambacho si sahihi. Ni lazima kwa watu ambao tumewahi kushika nafasi pale tuwe hazina ya kuzungumza vitu vya kunufaisha mchezo wenyewe ili usonge mbele, ili watu wajue kwamba vile vitu vinavyotokea ni tofauti na ambavyo tulikuwa tunaviona huko nyuma, au ni tofauti na vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike. Sasa hivi imekuwa tunasikiliza sana maamuzi ya kamati ya maadili, na kwa wiki hii ni kutokana na suala la ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe na ofisa habari wa Simba Ahmed kupelekwa mbele ya kamati ya maadili kusikilizwa, na baadaye kuvuja habari kwamba Ahmed amekutwa hana hatia na Kamwe amekutwa ana hatia na hivyo ameadhibiwa. Habari haijatoka kamili kwamba ni kitu gani kimetokea hasa kwa Ali Kamwe, kwamba ameadhibiwa. Wengine wanasema miaka 2 kujihusisha na soka, na kama itakuwa ni miaka 2 maana yake ni kwamba huyu anakuwa ni ofisa habari wa 5 wa klabu ya Young Africans kuadhibiwa na kamati ya maadili. Lakini labda ningependa nizungumze hii kamati ya maadili ni kitu gani na kimetoka wapi. Wakati tuna mgogoro wa uongozi katika shirikisho la soka Tanzania, that is mwaka 2012, wakati tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kulitokea masuala mengi ikiwemo kuenguliwa kwa baadhi ya wagombea ambao walionekana hawana sifa ama walikuwa na makosa. Kwa hiyo baadhi wakaandika malalamiko yao FIFA wakisema kwamba bana, wameanguliwa kinyume na taratibu, kinyume na kanuni za uchaguzi na kinyume na vitu vingi. Kwa hiyo wakaandika yale malalamiko yao FIFA, na FIFA walivyoangalia kanuni zetu za uchaguzi na walivyoangalia mchakato ulivyokwenda, walivyoangalia malalamiko, wakasema kwa jinsi kanuni zenu zilivyo mko sahihi. Yaani hao watu walioanguliwa wameanguliwa sahihi kabisa. Lakini uongozi wakati ule ukasema sawa, inawezekana ikawa sawa, tuko sahihi, lakini tunadhani tuna matatizo. Ikumbuke wakati ule uongozi wa Leo Gatenga na wenzake ulikuwa ndio huko kwenye kufanya transformation, kufanya mageuzi ya uendeshaji mpira, uongozi wa mpira na masuala mengine mengi. Kwa hiyo ukashauri kwamba FIFA itume wajumbe wake ili waje hapa waangalie kasoro zetu ni zipi. Hata kama kanuni zetu ni nzuri, lakini tujue kasoro zetu ni zipi katika uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa hiyo wakawaomba waje
FIFA itume wajumbe hapa waje waangalie kanuni zetu, katiba zetu, waongee na wadau mbalimbali ili wapate picha halisi ya nini kinatusumbua. Kwa hiyo mwishoni wale wawakilishi wa FIFA wakaona kwamba hatuna tatizo na kanuni, hatuna tatizo na katiba na mambo mengine ya uendeshaji, lakini wakasema tatizo lenu kubwa ni maadili. Kwa hiyo baada ya kutuambia tatizo letu kubwa ni maadili, ndio hapo wakashauri kwamba iundwe kamati ya maadili iwe inadili na vitu vya kimaadili wakati wote, ili inapofikia wakati wa uchaguzi isiwe mtu anainguliwa kwa sababu ya maadili, bali awe alishahukumiwa au kulishatokea uamuzi kuhusu yeye katika masuala ya maadili. Ndipo hapo tulipoanza kuunda kamati ya maadili. Kwa hiyo mwaka 2013 tukatengeneza kanuni za maadili, ethic codes, na baadaye tukatengeneza code of conduct, kwa maana ya kwamba ukitengeneza kanuni za maadili lazima pia utengeneze hawa watu unawategemea wafanye nini ili watakapokosea uje uwaadhibu kwa kutumia ethics code. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Tulipounda ile committee, lakini kukawa kuna masuala machache sana ambayo tulidili nayo kabla ya kufanyika uchaguzi ule wa mwaka 2013. Kwa hiyo ethics committee na code of conduct au na ethics codes ni lazima ziendane na mazingira yale ambayo unayo. Sisi tulitumia sehemu kubwa ya kanuni tulizoandaa, tulitumia zile ambazo zimetoka kwenye codes za shirikisho la kimataifa la soka FIFA, kwa maana kwamba ile ni standard duniani kote, lazima iwe hivyo, lakini kila nchi inatengeneza kulingana na matatizo ya eneo lake. Ndio maana unakuta kama Waingereza wametengeneza respect code of conduct, kwamba mpira wa miguu kwa ujumla unahitaji respect. Kwa hiyo respect itaonyeshwa katika vitu gani? Kwa hiyo ile code of conduct inaonyesha vitu gani ambavyo mtu atavifanya aonekane na anakwenda sawa na maadili ya mpira wa miguu. Na kwa sababu mpira wa miguu unaanzia kwenye grassroots, kwenye soka la watoto kabisa, kwa hiyo kuna code of conduct kutoka kwa watoto mpaka viongozi mpaka wadau. Na kwa sababu linahusisha watoto, mpaka zile codes zinaeleza mpaka unategemea nini kutoka kwa wazazi, ili kama na wenyewe watakiuka ile uweze kuwaambia kwamba umekiuka na unatakiwa ufanye hivi na hivi ili uendane sawa, ama ukishindwa basi tutakuadhibu. Na zile adhabu zinavali kutoka moja mpaka nyingine kulingana na kosa, kulingana na intention ya kufanya kosa au hauna intention au kwa makusudi, of course intention au kwa makusudi. Kwa hiyo sometimes zile adhabu zinazoanza mwanzo pale unakuta ni onyo na nini mpaka nyingine ni suspended, kwa maana ya kwamba unafungiwa labda miezi 6 lakini unaangaliwa kwa miezi 3 kwamba utakiuka tena hizo hayo maadili ama hutakiuka. Na kama adhabu yako ilikuwa ni miezi 6 na umeachiwa kwa miezi 3, maana yake ni kwamba ukikiuka ndani ile miezi 3 basi ile nafuu yako inaondolewa, unaanza kutumikia ya miezi 6. Hiyo yote ni kuwezesha kwamba watu wajirekebishe baada ya kukutwa na hatia, ili kama wana uwezo ambao unasaidia mpira wa miguu kuendelea, basi uendelee kutumika huku wakijua walikosea na wamejisahihisha na mambo yaendelee. Kwa hiyo hizo ni code of conduct ambazo zinatengenezwa ili kuwafanya watu ambao wanahusika na mpira wa behave the way ambavyo mpira unataka, ili baadaye wakikosea au wakikiuka basi adhabu ije iwakumbe. Lakini tulivyotengeneza code of conduct za mwaka 2013 zile zilikuwa of course ziko too general, hazikuangalia sana utamaduni wetu wa mpira ukoje. Kwa hiyo kulitakiwa sasa kutengenezwe codes ambazo sasa zitaendana na mpira wetu, makosa yetu, matatizo yetu makubwa yako sehemu gani. Halafu vitu vingine
ni pamoja, baada ya kuambia matatizo yetu makubwa yako sehemu gani, inabidi pia tufanye kampeni za kuwaelewesha watu kwamba matatizo yetu yapo hapa na hapa. Kwa hiyo please kuweni makini kufanya vitendo ambavyo vinaweza vikakiuka maadili ya kanuni za maadili. Kwa hiyo hapo tukaondoka tumeacha hizo. Lakini ajabu, toka tumalize hakijafanyika kitu chochote katika zile kanuni zaidi ya kupunguza unafuu ambao umewekwa na kanuni. Unafuu kwa maana ya kwamba kamati inakwenda moja kwa moja kwenye adhabu kubwa bila kuzingatia ule mlolongo uliowekwa na FIFA kwamba mtu akikosea hapa apewe adhabu hii, kama akikosea mara ya pili apewe adhabu hii, kama alikuwa na nia kufanya kosa apewe adhabu hii, kama alikuwa hana nia apewe adhabu hii, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta lile li document lote la FIFA limewekwa vile vile kama tulivyoliweka mwanzo wakati wa kuintroduce kanuni za maadili. Kwa hiyo inafikia sasa wakati kwamba kwa sababu ule unafuu uliowekwa na kanuni umeondolewa, unakuta adhabu zimekuwa ni kufungia maisha. Kuna vijana wadogo kabisa ambao walikuwa wanatafuta maisha yao kwenye mpira wa miguu, lakini wakakosea katika kuhoji mchakato wa uchaguzi, wakafungiwa maisha. Utafikiria ni kosa kwamba walimuua mchezaji au walimuua kiongozi mwingine, akafungiwa maisha kujihusisha na mpira wa miguu. Why? Ni kwa sababu hatujarekebisha zile kanuni kulingana na utamaduni wetu, na kwamba zile zilikuwa ni mpya, ni lazima tupate muda wa kuzielewa na watu waanze kuziheshimu over time, sio overnight. Kwa hiyo unakuta adhabu nyingine zimekuwa ni kufungiwa miaka. Yani hakuna mtu ambaye, ni wachache sana ambao wamepewa adhabu ndogo kulingana na zile kanuni. Wote wanapewa adhabu kubwa, azifu walishafanya makosa mengi sana ya kikanuni, mpaka wanaona sasa huyu ni kumwadhibu, kumpa adhabu kubwa. Ukuta miaka 2, miaka 5, kuna kocha kashawahi kupewa miaka 5, kuna kiongozi kashapewa miaka 2, kuna mtendaji kishapewa miaka 2. Sasa hii haisaidii mpira, kwa sababu watu ambao wako kwenye mpira unawaondoa, unawakosesha ajira, unaondoa experience waliokuwa nayo, badala ya kuchangia kwenye mpira inaenda kwenye vitu vingine. Tumeona kabisa kwamba mtu kama Haji Manara baada ya kupewa adhabu ya kufungiwa miaka 2 hayupo tena kwenye mpira ile moja kwa moja. Sababu gani? Klabu isingeweza kuendelea kumlipa au kuendelea kumhifadhi wakati huyu mtu ameondolewa kwenye mpira miaka 2. Unakuja sasa huyu Alikamwe tunasikia tu kwamba ameadhibiwa, lakini naamini adhabu haitakuwa ya kumfungia miaka 2. Ikiwa ya kumfungia miaka 2, tutakuwa tumeendelea na akili ile ya soka la ridhaa, kwamba adhabu kubwa ni kumwadhibu mtu kutojihusisha na mpira, lakini sio kumpa adhabu ambayo itamfundisha arudi kwenye mpira. Tunajua uzuri wake kwenye mpira, kwa hiyo tunamhitaji kwenye mpira, lakini amefanya kosa, tumwadhibu, aone kosa lake, alijutie, arudishe experience na ustadi wake, arudishe kwenye mpira. Tukishamweka miaka 2 nje, maana yake tumempoteza kabisa. Anaweza akapata kazi nyingine. Kila Bumbuli huko amepata kazi, wako CRDB, wanachangia experience na uwezo wao, wanaochangia kwenye sekta nyingine mbali na football. Football inahitaji watu wa aina tofauti wengi sana, wana sheria, viongozi, wana habari na nini, wote waje wasaidie. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba bado hatujatengeneza kanuni kulingana na mazingira yetu, ili tuendeshe mpira kwa kutatua matatizo ambayo tunayo ya Kitanzania tu. Alafu tufike sehemu tuone kwamba sasa tumeshatatua matatizo, tuanze na tatizo jingine ambalo tunaona linausumbua mpira. Tukirudi kwenye issue ya kwanza katika hilo katika kanuni hizo za maadili, unaona kabisa nimesema hapo kwamba tujatengeneza kanuni zinazolingana na utamaduni wetu.
Lakini ukiangalia kifungu cha 19 cha kanuni za maadili za TFF kinazungumzia conflict of interest, maslahi binafsi, kwamba mtu yoyote anayefanya kazi kwa niaba ya Shirikisho la Soka Tanzania au mtu yoyote kabla ya kuchaguliwa au kuteuliwa kushika nafasi yoyote kufanya kazi kwa niaba ya TFF anabanwa na kanuni hizi. Anatakiwa atangaze maslahi binafsi, na maslahi binafsi ni pamoja na unazi, unashabikia klabu gani katika mashindano unaoendesha. Ndio maana ukiangalia kanuni za Uingereza zinataka mwamuzi wakati anaanza msimu lazima aeleze yeye anashabikia klabu gani, na sio yeye tu, hata mkewe na watoto wanashabikia klabu gani, ili wakati wanapopanga ratiba wajue kabisa huyu anashabikia klabu fulani, ili kumuondoa kufanya kucompromise na utashi wake binafsi, labda tusimpange mechi hii. Umeona? Kwa hiyo waamuzi wote ambao wanachezesha Premier League na Championship na First Division wote wanajaza form kudeclare interest zao binafsi. Hiki ni very important katika mpira wa miguu na kinatakiwa kifanyike katika levels zote. Kwa mfano, waamuzi wetu wakati tunakuelekea mechi ya Simba na Yanga kumekuwepo na mijadala mikubwa nani awe refa wa mechi ile ya Simba na Yanga, kwa sababu ni mechi kubwa katika level ya klabu nchini. Lakini watu wanasema kwa sababu Arajiga anachezesha vizuri mara awe nani, lakini hakuna mtu anayezungumzia kwamba Arajiga ni Yanga au ni Simba au Arajiga ni Coastal Union ama ni Mtibwa Sugar. Hakuna mtu anazungumzia hivyo kwa sababu hatujajenga huo utamaduni wa kuwa wawazi. Na kanuni za maadili zinataka watu wawe wawazi. Leo watu wangekuwa wanasema Arajiga anapangwa kwa sababu Arajiga si shabiki wa Yanga wala si shabiki wa Simba, na alishawahi kuhojiwa akasema yeye anatoka Katesh, anashabikia timu kutoka kwenye jimbo lake la Katesh, na Simba na Yanga anaziheshimu tu, which is very good. Lakini ni wangapi ambao wamedeclare interest kiasi hicho kati ya waamuzi? Sio wangapi ambao wanachezesha ligi kuu. Kwa hiyo hicho ni cha msingi. Lakini sio waamuzi tu, wajumbe wa kamati ya maadili wanaofanya maamuzi ya kuadhibu watu wenyewe wamejaza forms za kudeclare interest, kwa sababu tunajua na wenyewe lazima watakuwa Yanga, Simba, Coastal, African Sports ama Namungo ama wapi, na wenyewe wamejaza ili tujue wakati wanaingia kufanya maamuzi yao huyu haruhusiwi kushiriki kufanya maamuzi, ama na declare kabisa jamani mimi ni Yanga, kwa hiyo uamuzi huu sitashiriki kwa sababu nina maslahi binafsi. Declare. Na kwa sababu orodha idadi ya wajumbe ile imewekwa ni such a way kwamba watakao kuwepo watafanya maamuzi ambayo hayatakuwa na mlingano wa idadi, then unakaa nje ya maamuzi yale. Na sio vibaya ikitamkwa kwamba fulani hakushiriki kwenye maamuzi haya kwa sababu yeye ni shabiki wa Simba au shabiki wa Yanga. Kwa hiyo vitu hivyo ni vizuri tukaanza kuvitengeneza badala ya kuwa na mijadala mingi isiyo na maana ya kujadili vitu ambavyo hatuwezi kuvitatua bila kuwa na utaratibu. Lazima tuwe na utaratibu. Sasa inakuja swala la Ali Kamwe. Ali Kamwe amekuwa ni mmoja wa watu waliosaidia kuchangamsha mpira wa miguu baada ya Haji kuanzisha ule moto. Haji Manara kuanzisha moto. Haji alifanya kazi kubwa akiwa Simba, akaenda Yanga akafanya kazi kubwa, lakini akasimamishwa kutokana na kutofautiana na rais. Na hata hilo ukiliangalia la Haji na rais Wallace Karia lingekuwa linachunguzwa sana, basi lingetuletea uamuzi tofauti na ule wa kumsimamisha Haji peke yake. Sasa Ali Kamwe katika moja ya comment zake kwenye ukurasa wake wa Instagram aliandika kuhusu mjadala ambao ulikuwa unaendelea kwenye vyombo vya habari kuhusu kasoro za waamuzi, na akasema kabisa kwamba vyombo vingi vinajadili hizi kasoro na vingi vinahusisha kasoro hizi na timu moja kunufaika.
Kwa hiyo ni vizuri mamlaka za football zikachunguza swala hili na kuja na jibu. Of course Ally Kamwe ni Yanga, kwa anaposema hivyo anaitumu Simba ama anaitumu timu ambayo kwa wakati huo inapambana nayo katika ubingwa wa nchi. Hata ingekuwa ni Azam, Simba iko mbali sana, angetoa kauli hiyo wakati ambao Yanga na Azam ndio wanapambana kwa eneo ubingwa, ingekuwa inamaanisha kwamba anaisema Azam kwamba ndio inanufaika na uamuzi mbovu. To me hiyo sio kitu kibaya kuomba mamlaka zifanye uchunguzi. Of course kanuni zinataka viongozi ama watendaji wasijihusishe kwenye mijadala ya hadharani ya kukosoa uendeshaji wa mpira, lakini sio directly kukosoa uendeshaji wa mpira, bali ilikuwa ni kuzitaka mamlaka zichukue uamuzi wa kufanya uchunguzi na kuja na jibu. Kwa nini kila baada ya mechi za raundi moja kunakuwa na uamuzi ambao una utata, ambao unatawala vyombo vya habari kuliko hata mchezo wenyewe? Kitu ambacho pia kinaondoa ladha ya mechi za mpira wa miguu. Badala ya watu wa kujadili ustadi wa makocha, wachezaji, mbinu uliotumika kwenye mechi zilizopita, wanajadili uamuzi mbovu. Every week uamuzi mbovu, every week uamuzi mbovu. Kwa hiyo alikuwa na hoja kwamba mamlaka zichukue hatua. Lakini mamlaka hasa Tanzania Premier League Board yenyewe ambayo inaathirika na uamuzi mbovu haikuangalia hoja iliyokuwa inawasilishwa na Haji. Badala yake ikatafuta kwenye kanuni kwamba kwa kusema hivi amekosea wapi. Lakini baada ya kumwadhibu haijakuja na kwamba bana alichokosea ameshapelekwa maadili. Alichokisema kwamba sasa alichokisema tunakifanyaje? Alichokisema ni kweli kwamba bana maamuzi na vyombo vya habari vinajadili kila siku kuhusu uamuzi mbovu, tunachukua hatua gani? Mpaka leo Tanzania Premier League Board haijatuambia kwamba ni uamuzi gani umechukuliwa kile alichokisema. Sababu usichukue kibaya ambacho kinamwathiri tu, uchukue na kizuri ambacho alikisema. Mpaka leo hakija tolewa taarifa, na uamuzi mbovu unaendelea, na ndio maana kumekuwa na gumzo kubwa la nani atakuwa mwamuzi wa mechi ya ligi kuu baina ya Simba na Yanga, kwa sababu haya masuala bado yapo yanasumbua watu. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba Ally Kamwe alifanya makosa kwa sababu alizungumza criticism ambazo alijiengage. Kanuni inasema ukijiengage kwenye mijadala ya public kuhusu kukosoa uendeshaji wa mpira, then unafanya kosa la kimaadili. Sawa, lakini umefanya kosa, lakini kuna tatizo kweli lipo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona na hiki ni muhimu sana kwamba mamlaka za football zisijiingize kwenye vitu vya kukomoana, kwa sababu sasa hivi kamati ya maadili inaonekana kama inatumika kama fimbo kukomoa watu ambao wanakosoa uendeshaji mpira ama uamuzi wa mpira wa miguu. Kwa hiyo isitumike kama fimbo, isitumike kama chombo. Makusudio yale awali tulioanzisha mwaka 2012 kwamba ije itatue matatizo ya kimaadili ambayo ni mengi sana kuliko hata kosa la Ally Kamwe. Sababu hata kosa la Ally Kamwe lenyewe ni kwamba amefanya kweli, amejiengage kwenye discussion hizo za public za kukosoa uendeshaji mpira, lakini kosa la kuvujisha habari zake ni kosa ambalo ni kubwa, na kanuni zinaeleza kabisa, kanuni za maadili, kwamba ni lazima privacy na yani iwe muhimu sana, kwamba adhabu haiwezi kutolewa kabla Ally Kamwe mwenyewe hajawa communicated na hiyo ruling. Lazima yule aliyehukumiwa awe wa kwanza kupata taarifa ya hukumu yake,
alafu baadaye ndio ende kwenye public. Whether amefungiwa miaka 2 ama hajafungiwa, ile ukweli kwamba ameadhibiwa alafu Ahmed Ally akapona, hiyo ni fact ambayo haiwezi ikapingwa, kwamba kuna uvujishaji unawezekana kwa wa makusudi wa taarifa za vikao vya kamati ya maadili. Na kama kuna uvujishaji huo, maana yake kuna ukiukwaji mkubwa wa maadili wa kanuni za maadili za mpira wa miguu. Kwa ni muhimu sana hivi vitu vikaangaliwa kwa makini. Nimezungumzia kitu kama kudeclare interest. Hakuna mtu ana declare interest mpaka leo. Yaani mpaka watu waojiwe, wachunguzwe. Nasema wewe sio Simba kweli, wewe sio Coastal, wewe sio African Sports. Ndio hajasema mimi wananitumu kwamba mimi Yanga lakini mimi ni African Sports. No, inatakiwa iwe kwenye maandishi rasmi kwamba mimi nashabikia African Sports. Kwamba bwana amepewa adhabu. Hatujamwadhibu miaka 2, tumemwadhibu, tumempa fine. Ni kosa. Lazima vitu viende kulingana na taratibu. Kwa hiyo kwa Ally Kamwe naweza nikasema kweli alikosea, lakini pia nimezungumzia issue kama code of conduct, kwamba Ally Kamwe alikuwa anajua to what extent akitoa maoni yake yatakuwa yanakiuka kanuni za maadili, na hii inahitaji training ya mara kwa mara. Kwenye respect code of conduct za Uingereza kuna adhabu ya mafunzo, kwamba maana huyu alikosea kwa sababu alikuwa hajui, kwa hiyo huyu anapata mafunzo ya lazima ya kumuelewesha kuhusu code of conduct za shirikisho ili asije akanani. Kwa hiyo mafunzo, huyu mtu alikuwa anaelewa kwamba akizungumza akivuka hapa kutakuwa kuna ukiukwaji wa kanuni. Lakini pia la mwisho nadhani ni issue ya hawa wasemaji kujua ni wakati gani anazungumza kwa niaba ya taasisi na ni wakati gani anatoa maoni yake binafsi. Ukiangalia katika swala la Ally Kamwe kuzungumzia uamuzi, hiyo ilitakiwa iwe ni statement ya taasisi, ilikuwa huo ni msimamo wa taasisi. Tumeona Real Madrid kule, Carlo Ancelotti anazungumzia tatizo la uamuzi, analizungumzia kwa niaba ya Real Madrid, na La Liga waka-act na kamati ya uamuzi ika-act na akawaita, na mpaka wakaomba audio za mazungumzo ya waamuzi ili wajiridhishe kwamba hakukuwepo na mpango wa kuihujumu Real Madrid. Inapokuwa ni taarifa ya taasisi kunakuwa na seriousness fulani, lakini inapokuwa ni taarifa ya msemaji, maoni yake na anazungumzia tatizo la uendeshaji wa mpira, hapo kunakuwa kuna tatizo kidogo. Kwa hiyo ni vizuri maafisa habari wetu wakawa makini wanapohojiwa baada ya mechi, wanapozungumzia kuhusu matatizo hasa taasisi wanazoziwakilisha. Ikiwa unatoa mambo ya taasisi, mambo yako binafsi kwa niaba ya taasisi na yakagusa kanuni za maadili, maana yake you are responsible for that comment, na watakuadhibu wewe kwa sababu umetoa hayo maoni sio ya taasisi. Ningependa tu kuzungumzia mtu mmoja alikuwa anaitwa Ezekiel Kimwaga, alikuwa msemaji wa Simba. Alikuwa hawezi kutoa maoni yake binafsi hata siku moja. Anatoa maoni ambayo ni ya taasisi, ni kama ni ya kocha lazima awe amezungumza na kocha, akamueleza kocha matarajio yake kwenye mechi inayofuata, mechi iliyopita na nini, anamkariri coach. And hiyo ndio kazi ya maafisa habari. Wenyewe sio decision makers, wenyewe sio nani. Wenyewe ni kama mkanda wa kupitishia habari kutoka kwenye taasisi kwenda kwenye public. Kwa hiyo ingekuwa Yanga wamelalamika kuhusu uamuzi mbovu, then kungekuwa na barua tayari pale bodi ya ligi inayoonyesha kutoridhishwa kwa Yanga
na maamuzi ambayo yanaonekana kuifavor timu moja. Kwa hiyo hapo wangeitreat kama taarifa ya taasisi. Kwa hiyo wanapoenda kujadili kitu, kanaulizwa tu anajibu kwa niaba ya taasisi. That is not right. Kwa hiyo niliona tu share swala hilo ili tujue evolution ya kamati ya Olympic, kamati ya maadili imetoka wapi, kwa nini tuliiunda, mambo gani yanatakiwa yafanyike kwenye kamati ya maadili, na kwa nini tunahitaji kuwa na kanuni ambazo zina akisi utamaduni wetu, matatizo yetu, na pia role ya maofisa habari wa hizi club. Tusiwe maofisa habari wa vichekesho, tuwe maofisa habari wa kutaarifu jamii kuhusu mambo yanaendelea kwenye mpira na kwenye taasisi zetu. Lakini la mwisho kabisa ni issue ya modern football. Modern clubs siku hizi lazima ziwe na idara ambayo inaitwa fans engagement. Ni idara ambayo inawashirikisha mashabiki katika shughuli nyingi za klabu. Na hata serikali za nchi za wenzetu sasa hivi zinaweka sheria za kushinikiza klabu zione umuhimu wa mashabiki, sio wanachama, mashabiki. Mfano Uingereza imeweka sheria kabisa kwamba klabu haiwezi kabadili rangi ya jezi ya nyumbani bila kupata ridhaa ya mashabiki, sio wanachama, mashabiki. Kwa hiyo ni jukumu la klabu kutafuta njia ya kupata consent ya mashabiki ili wafanye uamuzi mkubwa. Na hiyo ilitokana na ile swala la klabu zile kutaka kuanzisha super league ya Ulaya, sababu klabu nyingi sasa hivi ziko chini ya umiliki wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara waliangalia pesa zaidi kuliko mashabiki. Kwa hiyo ndio maana serikali ya Uingereza ikaita muswada sasa kwamba bana, hivi vitu vitawalazimisha kuna nini. Kwa hiyo klabu inapotengeneza fans engagement department, ile department ndio itakuwa na wajibu wa kuangalia tunawashirikisha vipi mashabiki. Hata masuala kama haya, sijui unasema tunaonewa, ukiyazungumza yale mashabiki wakakuelewa, ukazungumza kama alivyosema Alikamwe, na wale mashabiki wanakuamini, manake pale kunaweza katokea vurugu sana ikiwa timu yake siku itapata matokeo mabaya. Kwa hiyo fans engagement pia itamlazimisha yule mtu ambaye anadili na ile department ajue ni kitu gani kibaya kukifanya kabla ya mechi, baada ya mechi, ili kuepuka mizozo ambayo inaweza kusababishwa na mashabiki kutoelewa. Endelea kuangalia vipindi vingine vya Dimbani Connect na vipindi vya taasisi ya habari ya The Chanzo kwa taarifa zaidi nyingine za michezo, siasa, uchumi na mambo mengine. Mimi ni Angetilio Sia.